Vijana tuwajenge, Tanzania yetu. Na moja alichokisema mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa ni kuwashukuru vijana wote wa mkoa wa Singida kwa kuendelea kulinda amani na utulivu wa mkoa wa Singida. Hongereni sana. Ndugu vijana wenzangu, sisi binafsi tumekuja kwenu tukasema tufike kwenye maeneo ambako mnafanya kazi. Fursa nazo nyingi, kwa vijana wengi wanakuwa hawana taarifa. Je, ni fursa gani ambazo serikali inatoa kwa vijana kwenye vijiji, kwenye kata, kwenye vitongoji, ili tuweze kukaa na vijana tuwape hizo fursa ambazo serikali inatoa. Mwisho wa siku vijana, malengo ambayo tunayo kwenye maisha yetu basi yaweze kufanyaje, yaweze kufikiwa. Serikali kwa sasa hivi kama unavyoelewa, Mheshimiwa Rais ameunda wizara maalum inayoshughulikia masuala ya vijana. Wizara imeelekeza kwenye halmashauri na kwenye mikoa kuwasikiliza vijana, kukaa na vijana, kuwapa fursa vijana. Baadaye sisi kukaa tu maofisini, tushuke wapi? Chini. Kwa azma ya serikali kuhakikisha kwamba vijana wote wanashirikishwa kwenye fursa, imeendelea kuimarisha utendaji kazi kwa kuwasikiliza vijana. Moja ya fursa ambayo napewa, tutakuja kueleza fursa vijana hapa, ni mikopo. Mikopo ipo kwenye serikali na haina riba. Lakini la pili, kwenye ishu ya kilimo, Mheshimiwa Rais ametoa ruzuku ya mbolea na mbegu kwenye mikoa yetu hii ya kilimo, hususan mkoa wetu wa Singida ambao tunalima alizeti. Lakini lengo kuhakikisha kwamba vijana ambao wanajishughulisha na kilimo wanapata fursa ya kulima bila kuwa na vikwazo. Hata wale wenye mitaji midogo basi wanaweza kufanyaje? Wanaweza kulima. Lakini fursa nyingine kwenye ufugaji. Nafahamu sasa hivi tuna soko kubwa la nyama pamoja na kuku la Dodoma. Kwa hiyo serikali imeendelea kutoa elimu ya vijana kujikita kwenye ufugaji wa mifugo hususani mbuzi na kondoo pamoja na kuku. Kwa hizo fursa zote hizo zipo ndani na zinahusu nini? Zinahusu vijana. Sisi ndio nguvu kazi ya taifa. Kama vijana tusipokaa pamoja, tukajenga pamoja, mwisho wa siku tunaweza tukaenda kwenye hatari kubwa ya kubomoa amani ya nchi na kadhalika. Kwa tukaa pamoja vijana, sisi maafisa wenu na ninyi, tukakaa pamoja tukashirikishana, tunaamini tunaweza kuleta mabadiliko makubwa kwa vijana wa nchi yetu, kwa sababu fursa zipo na sisi tupo na nguvu tunazo. Sisi kama vijana tunatambua kwamba ndio nguvu kazi. Kila kijana anayo fursa ya kufanya kazi. Serikali imetoa mwanya. Kama wewe kijana ambao unataka kufanya kazi, unaruhusiwa kufanya kazi halali, iwe kulima, iwe kufanya kazi yote ya bodaboda, unaruhusiwa. Hakuna serikali ambayo imemzuia kijana kufanya kazi. Kwa hiyo ni sisi wenyewe kuhakikisha kwamba tunapata hizo fursa na sisi wenyewe kuamua kufanya kazi. Kwa sababu changamoto kubwa ya vijana kwa sasa hivi, hatufanyi kazi. Tunasema kwenye Biblia kwenye Qur'ani, asiyefanya kazi na asili. Kwa hiyo ni muhimu sisi kama vijana kwa namna yoyote tufanye kazi. Lakini tukipata fedha tutunze, lakini tutunze kidogo kidogo, ndio tufanye vitu vikubwa. Lakini tukiona fursa tuichangamkie. Sasa unashindwaje kutafuta fursa mpaka uipate? Kama unataka mchumba unahangaikia asubuhi na usiku, mchana na jioni, saa 6 saa 7 mpaka unafanikiwa. Kwa nini usichangamkie fursa ambazo zinapatikana na serikali na fursa zingine ambazo zipo kwenye nchi yetu? Kwa hiyo ni muhimu kujipambania sisi wenyewe. Kwa manispaa yetu ya Singida kuna fursa mbalimbali kwenye kilimo. Serikali inatoa fursa za mafunzo kwa vijana katika fani mbalimbali ambazo zinatolewa VETA, yanagharamiwa na serikali kwa 100%. Tuna mikopo ya 10% ambayo inatolewa kwa vikundi vya vijana. 10% ya mikopo ni mapato ya halmashauri ambayo 4% inaenda kwa vijana, 4% kwa wanawake na 2% kwa watu wenye ulemavu. Hii mikopo ya 4% kwa vijana inatolewa kwa vikundi, lakini pia mikopo ya vifaa. Kama vijana wanajishughulisha na miradi ya kilimo, wanapewa vifaa vya kilimo. Kwa mfano, kikundi cha vijana cha bodaboda wanapewa pikipiki, bajaji wanapewa bajaji. Tuna mikopo ya wizara inayotolewa na Wizara ya Vijana. Hii mikopo ina riba ya 7%. Inatolewa pia kwa vikundi vya vijana, lakini kwa mtu mmoja mmoja. Kuna mikopo ile ya wajasiriamali inatolewa kwa mtu mmoja mmoja, ambayo pia ina riba ya 7%. Inatolewa na benki yetu ya NMB. Serikali imetoa fursa kwenye manunuzi ya umma. 30% inaenda kwa makundi maalum, ambayo kundi mojawapo ni kundi la vijana. Kwa kama tuna ujuzi wa aina yoyote au tuna kikundi kinachojishughulisha na shughuli yoyote, ni fursa sasa kujisajili kwenye mifumo ya serikali, mfumo wa NeST, ili tuweze kupata tenda mbalimbali serikalini. Unapoirasimisha biashara, maana yake unaisajili na kutambulika. Lakini pia kuna faida nyingi ambazo umeanza kuziongea, pamoja na mikopo, kutambulika, kuongeza wateja kwa maana kwamba unaaminika, kuongeza fursa. Kwa mfano serikali tuna
hakikisha kwamba biashara zinafanyika kwa uhuru na kuondoa ule uholela. Tukishazitambua, kwa sisi serikali ni rahisi pia kupanga mipango kulingana na idadi ambayo tunazo. Sera zinatungwa kulingana na ule wingi, idadi ambayo tuko nayo. Tuna soko la East Africa sasa hivi. Tunapata changamoto kubwa sisi wa Tanzania kwa sababu biashara nyingi hazitambuliki, na kama hujasajiliwa ni ngumu mtu X wa nchi nyingine, wa mtaa mwingine, kukuamini wewe kwenye biashara. Ukishatambulika unazidi kuvutia wateja wengine. Mikopo ya 10% ni moja kati ya fursa kubwa sana ambayo imekuja kutukwamua vijana kutoka kwenye changamoto mbalimbali za ajira. So mikopo imekuja kwa ajili ya kutupatia mitaji ili tuweze kujiajiri na kuendesha miradi yetu. Mikopo hii huwa inatolewa kwa utaratibu maalum. Watu wenye sifa za kupata mkopo huu, kwanza anatakiwa awe ni kijana mwenye umri wa miaka 18 mpaka 45. Lazima tuwe kwenye kikundi cha kuanzia watu 5 na kuendelea. Watu wenye ulemavu anaruhusiwa kupata mtu mmoja. Kwa manispaa ya Singida tayari tumetoa mikopo kwa vijana kwa jumla ya vikundi 28 ambao wamepata jumla milioni 506 na laki 6. Wapo waliopata bajaji, wapo waliopata pikipiki, wapo wanaofanya kilimo, ufugaji, ujasiriamali, shughuli mbalimbali zinaendelea za vijana. Maanake hao tayari wamejikwamua. Kwa kijana ambaye wewe bado hujapata mkopo, bado unasuasua, bado unasikiliza changamoto za kizushi kutoka pembeni kwamba masharti magumu, process nini, hapana. Usisikilize pembeni, njoo tutajadiliana. Niwashukuru viongozi wetu wa mkoa pamoja na wilaya na viongozi wa kata. Kiongozi mzuri ni yule ambaye anajali ile wa chini kwenda kumsaidia na yeye ainuke. Niseme tu mturahisishie, kwa sababu sisi ni wahanga. Usije ukaona hivi tupo hapa lakini pikipiki moja tunachukua tunalipa milioni karibia 5. Lakini serikali mnatuangalia, lakini niseme asanteni kwa sababu mmekuja tuongee vizuri na nyinyi ili tuweze tupate mkopo kwa urahisi. Kama vikundi tukaunga vikundi tupate mkopo wa vifaa vya pikipiki, alafu na pikipiki kwa riba nzuri. Mkituokoa sisi na nyinyi mnaendelea vizuri, tunawaombea. Kwa hiyo ninaomba mtusaidie hiyo mikopo kama inapatikana. Sisi tutaanzia hapo kwa sababu tumetupa utaratibu, tutaanzia kwa afisa wetu maendeleo hapa wakata, kwa zeni tutawafikia huko juu.